Yes, Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu ambao mnapendwa sana na Yesu Kristo. Leo tutakuwa tunajadili kwa kina kabisa lile somo pendwa ambalo Yesu alitufundisha, umuhimu wa kuomba maombi kwa kutumia jina la Yesu. Unapofanya maombi ambayo ni maombi unayotarajia, ni maombi ya kujibiwa, lazima ufanye maombi ya kuomba kwa jina la Yesu na kutumia jina la Yesu. Sasa kuna watu ambao mpaka sasa wanafanya maombi ambayo hayalitaji jina la Yesu. Kwa mfano, nimesikia baadhi ya watu wakitumia maombi yale ya sala ya Bwana, ya Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama sisi nasi tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, bali utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Hayo maombi hayalitaji jina la Yesu, maana hayo maombi ni agano la kale. Yesu alifundisha hayo maombi kabla ya kufufuka na hayalitaji jina la Yesu. Hayo yanaitwa maombi ya kupoteza muda. Ukitumia maombi ya sala ya Bwana unapoteza muda. Hayo maombi hayawezi akamfukuza pepo. Hayo maombi ya sala ya Bwana ambayo hayalitaji jina la Yesu hayawezi akafukuza mapepo. Na wanaofanya maombi hayo mara nyingi wanakufaga mapema. Kama ulikuwa hujui, hayo maombi Yesu aliwafundisha watu akiwa katika agano la kale, kwa sababu agano la kale lilikuwepo mpaka wakati Yesu alipokuwepo kabla ya kufufuka. Baada ya Yesu kufufuka ndipo agano jipya likaanza. Kama unaongozwa kufanya maombi ya sala ya Bwana ambayo hayalitaji jina la Yesu, unaongozwa maombi ya kupoteza muda. Ndio maana kama unafikiri na kutania, jaribu kukemea mapepo kwa kutumia sala ya Bwana, uone kama mapepo yatatoka. Jaribu kukemea magonjwa kwa kutumia sala ya Bwana, uone kama magonjwa yatatoka. Sasa kama magonjwa hayawezi yakatoka au mapepo hayawezi yakatoka kwa kutumia sala ya Bwana, ina maana hata majibu ya maombi yako huwezi ukayapata. Huwezi ukazuia kifo cha kabla ya wakati kwa kutumia maombi ya sala ya Bwana. Unapoongozwa maombi ya sala ya Bwana, unaongozwa kwenye maombi ya kupoteza muda, na yatakusababisha ufe mapema, kwa sababu hapo kwanza unampigia shetani kelele. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wana wasikewa walijaribu kufanya maombi ya kupoteza muda, mapepo yaliwararua yakawaaibisha. Ndio maana mpaka leo watu wanaaibishwa kila siku na mapepo, kwa sababu wanaomba maombi ya kutumia sala ya Bwana, ambayo hayo maombi ya sala ya Bwana ni ya agano la kale, hayalitaji jina la Yesu. Yesu alisema muombe kwa jina langu. Kwa hiyo kabla ya kufufuka aliwafundisha yale ya kabla ya kufufuka ya sala ya Bwana, akawafundisha waombe kwa sala ya Bwana, lakini baada ya kufufuka unatakiwa uombe kwa jina la Yesu na sio kwa sala ya Bwana. Kwa sala ya Bwana unayafanya maombi yako yawe chakula cha mapepo, yawe chakula cha majini, na we mwenyewe unaweza ukawa chakula cha mapepo. Nyoka alipolaaniwa aliambiwa, kwa kuwa wewe ni mavumbi, tena aliambiwa kwamba utakula mavumbi, utaenda kwa tumbo utakula mavumbi. Na mwanadamu aliumbwa ni mavumbi. Kwa hiyo mapepo yanakulaga watu ambao hawajielewi, kwa sababu wao ni mavumbi ya nyoka. Usipokuwa makini, hiyo sala ya Bwana unayoifanya, hayo maombi sio ya agano jipya, au maombi ni ya agano la kale ambayo sio ya jina la Yesu, yatakuletea matatizo bila we kujua. Kama utapata nafasi, tembelea YouTube yetu, andika Saa ya Uzima wa Roho. Kwenye YouTube yetu kuna mafunzo mengi na ya msingi. Achana na maombi ya kupoteza muda, utakufa kabla ya wakati. Omba kwa jina la Yesu, sio kwa sala ya Bwana.